Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni Apostle Francis Goel. Ninakusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na ninakukaribisha katika ibada yetu ya midweek service. Na tunakuwepo mahali hapa kwa ajili ya kujifunza maneno ya Mungu. Lakini pia tunapata nafasi njema ya kumtumikia Mungu kwa njia ya maombi na kumwabudu. Neno Mungu linasema tusiache kusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Tusiache kusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Kwa hakuna sababu ambayo inaweza ikatufanya tusipate muda wa kumwabudu Mungu. Na Mungu ametusaidia. Lakini kabla tujaendelea na ibada yetu, zipo prayer point 2 au 3 ambazo natamani tuzipeleke mbele za Mungu kama kanisa na pia kama taifa la Mungu. Tumekuwa na uchaguzi katika taifa letu la Tanzania kwa namna ambayo imeleta mwitikio wa hisia, mtazamo, mawazo tofauti. Kama ambavyo tunajua, neno la Mungu linasema kura hukomesha mabishano. So dunia imetupa namna au nafasi ya kuweza kuchagua viongozi tunaowataka kwa namna ya kura. Lakini pia tunajua mifumo ya dunia jinsi ambavyo inafanya kazi. Inafanya kazi katika namna ya kibinadamu sana na sio kimungu. So katika nyakati ambazo inatokea yale uliyoyataka, uliyoyapanga, uliyoyatarajia hayajakuwa kama ambavyo ulitarajia, unapaswa ufanye nini? Neno la Mungu linasema katika kitabu kile cha Yakobo sura ile ya 5. Soma Yakobo sura ya 5 mstari wa 14. Sema, neno la Mungu linasema, nitasoma. Yakobo 5 mstari wa 14 nasema, mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa na wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. 13 nasema, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, na aombe. Listen guys, watu wa Mungu, asikudanganye mtu. Namna yoyote ya kutoka kwenye msimu mbaya au kuingia kwenye msimu mzuri huwa inagharimu kuomba. Wakati wana wa Israel wanapita kwenye utumwa pale Misri, wanapitia kudharauliwa, dhiki, mateso chini ya wasimamizi wao wa Misri, nini kwa kinatokea pale? Biblia inazungumza wazi kabisa. Neno la Mungu linasema baada ya Farao aliyekuwa ndio bosi, aliyekuwa ndo bosi wa Yusufu, alikuwa ndio bosi wa Yusufu kufariki, nini ambacho kilitokea? Baada ya Farao kufariki, aliinuka Farao asiyemjua Yusufu. Na wakati huo Farao alikuwa amesha kufa. So you can imagine nini kilikuwa kinatokea pale. Kilichokuwa kinatokea, yule Farao hakuwa na moyo kama aliyokuwa nao Farao waliyemaliza muda wake. Hawakuconnect hata kidogo. So kitu ambacho kilikuwa kinatokea, maana yake ni ile ilileta shida. Wana wa Israeli wakajikuta wanateseka, wanapitia mazingira magumu, wanapitia nyakati ambazo walikuwa hawazitarajii. Lakini Biblia inasema ndipo Mungu
alimuinua Musa. Alimuinua Musa, kazaliwa kwenye ile nyumba. Alipozaliwa tunajua historia, alipitia mambo mangapi mpaka kufika pale anatoroka kwenda Midian. Lakini Biblia inasema Mungu anamtokea Musa akiwa anachunga kundi la mkwewe Jethro, aambia kilio cha watu wangu kimenifikia. So until the cries of the people of God zimfikie, Mungu hutumia maombi. Mungu hutumia maombi kama permission, kwa sababu Biblia inasema mbingu ni za Mungu na nchi amewapa wanadamu. Mbingu ni za Mungu na nchi amewapa wanadamu. So inamaanisha kitu gani? Inamaanisha kitu gani kusema namna hiyo? Inamaanisha kwamba mfumo uliopo duniani na mfumo ulioko mbinguni ni Mungu yule yule aliyeuweka, lakini ameweka utaratibu. Unaona, alipomweka bustanini Adam, alimweka ailime bustani na kuitunza. Alipomweka Adam ailime bustani na kuitunza, hakutaka kumuingilia. Hakutaka kumuingilia kwa sababu yeye ni Mungu. So kama kuna kitu kinatakiwa kutokea chema katika taifa, kuna watu wanapaswa kuomba. Wanapaswa kupeleka sauti zao mbele za Mungu, na sio kulalamika kama watu wapagani. Listen. Biblia inasema mtu na tuhesabu kuwa sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Mawakili wa siri za Mungu. So kama wewe ni wakili wa siri za Mungu, maana yake ni mtunzaji. Chochote kinachotokea kwenye rasilimali za Mungu, kwenye ufalme wake, atakuhoji. Do you remember, unakumbuka kuhusiana na wale watumishi wa yule mtu aliyewapa talanta? Biblia inasema alienda akajipatia ufalme, aliporudi akawauliza, akataka kujua kile walichokifanya kupitia zile talanta alizowapa wazizalishe. Na Biblia inasema kila mmoja alimpa fedha kutokana na uwezo wake, maana aliwajua. Listen. Kuna uzalishaji unahitaji nguvu kidogo. Kuna uzalishaji unahitaji nguvu kubwa. Kuna matokeo ili yatokee yanahitaji uwekezaji wa kutosha wa maombi. Mungu alipojua anamuinua Ibrahim kuwa baba wa mataifa mengi, kuwa baba wa taifa la Israel, kuwa patriarch wa kiimani, patriarch wa uzao ulio bora, uzao mteule, alimwekea mzigo wa kiroho wa kuinua madhabahu kwenye nchi. So alimwekea ukuhani. Maombi ni maisha ukuhani, ni ukuhani. Hauwezi kumtofautisha kuhani na kuomba. Huwezi kumtenga kuhani na madhabahu. Na hauendi madhabahuni bila kuwa na utumishi unaopeleka. So even at this hour, Biblia inasema katika kitabu kile nilichokisoma hapo mwanzo cha Yakobo 1:15, inasema mtu akiona patikana mabaya na aombe. We need to pray. Let's turn our prayer into, let's turn our cries, let's turn our lamentation into prayer. Tugeuze machozi yetu kuwa maombi. Biblia inasema katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 12 mstari wa 1 hadi wa 6, Herode alipomkamata Yakobo akamuua, akaona watu wamefurahia, akamchukua na Petro akamweka katika gereza chini ya vikosi vinne vya askari ili amtoe baada ya Pasaka. Biblia inasema kanisa likaomba kwa juhudi, Mungu akaachilia malaika. Majibu yapo, si kwamba majibu hayapo.
But listen, prayers, maombi hayawi yale yale kwa majibu unayotaka. Maombi yanategemeana na dimension au viwango vya wingu la kiroho ambalo umelitengeneza kutokana na kile kitu unachokitaka. Prayer is a journey in the spirit. Maombi ni safari katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema, Yesu anasema hajaondokea mtu katika uzao mwanamke ambaye ana nguvu kuliko Yohana Mbatizaji. Hajaondokea. Yesu anashuhudia katika uzao wa wanadamu hajawahi kutokea mtu mwenye nguvu, mtu mwenye mamlaka, mtu mwenye uwezo wa kutikisa mbingu na nchi kupitia activities, shughuli zake za kiroho. Sauti yake ilikuwa na mamlaka, Yohana Mbatizaji. Sababu ukisoma story, Biblia inasema katika kitabu kile cha Luka sura ya kwanza mstari wa 80, anasema yule mtoto akazidi kukua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake katika Israeli. Kuna maturity au kuna stature, kuna viwango vya ukomavu katika ulimwengu wa roho ambavyo hupelekea maombi yawe na uzito, yabebe uzito. Listen, not every prayer is just prayer. Sio kila maombi ni maombi. Biblia inasema ya kwamba Elia alikuwa mwanadamu kama sisi. Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, mwenye tabia moja na sisi. Aliumwa, Elia alisikia njaa, Elia alikasirika, Elia alijaribiwa. Lakini Biblia inasema Elia aliomba kwa bidii. Aliomba kwa bidii. Aliomba kwa bidii. Mvua isinyeshe kwa miaka 3 na miezi 6. Mvua haikunyesha. Akaomba tena, mvua ikanyesha, na nchi ikazaa matunda. Listen, Biblia inasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Mind you, neno lililotumiwa pale ni nini? Limetumika neno kwa bidii. Let me read this scripture. Yakobo sura ile ya ngapi? Ya 5 mstari ule wa 15 nadhani. Sema, and the prayer of faith. 17 sema, Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Listen, Biblia inasema ya kwamba kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Pale neno lilotumika ni kwa Kiunani energio. Efficiency in prayers matters. Efficiency. You have to pray with might. Unaomba kwa nguvu zote. You pray by power. Not only by hisia. By power. Matokeo yanayokuja kutokana na maombi yako yanategemeana sana nguvu unayoizalisha. Anasema kwenye mstari 16, anasema the effectual fervent prayer of a righteous man
of a righteous man availeth much. Availeth much. Lile neno limetumika kufaa sana, limetumika neno eskuo. Eskuo. Hili neno eskuo ni lile neno ambalo ndio linatupatia this kiwango cha nguvu ambacho kinaitwa iskos. Iskos. Ukisoma kwenye kitabu kile cha sijui kwa nini limebagi hapa, I don't know. Efeso 1:19 anasema, and what is exceeding greatness of his power to us who believe, according to the working of his mighty power. Of his mighty power. Of his mighty power. Listen. Biblia inasema kabisa pale Efeso 1:19. Neno la Mungu liko wazi. Efeso 1:19 sema, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu. Ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Mighty, anazungumza kwa bali ya nini? Mighty power. Mighty power. Iskos. So huku ukisoma kwenye Yakobo hiyo sasa 5:16 sema, kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kwafaa sana akiomba kwa bidii. Sasa kuna maneno hapa mawili yametumika. Kuna moja ni nguvu, kwa maana ya kwamba ni nguvu ambayo tunazungumza kwa bali ya efficiency, ufanisi. Yani unazalisha maombi kutokana na ufanisi ulionao. Listen. Inawezekana wote mnafanya kazi aina moja, lakini kwa nini mmoja anaonekana anafanya vizuri kuliko mwingine? Na wote mmesoma, mna degree, na wote mnafanya kazi aina moja. Kinachotofautisha kazi ya mtu huyu na mtu huyu ni efficiency, ni ufanisi. Maana ufanisi unaleta utofauti. Ufanisi unaleta matokeo makubwa zaidi. Mahali popote ulipo, mwambie Mungu akujaze roho ya ufanisi. Mwambie Mungu, nijaze roho ya ufanisi. Matalabokuria bashatalaba. Repo kuzate le kitabrasa. Baba, jaza roho ya ufanisi kwa waombaji Tanzania. Jaza roho ya nguvu kwa waombaji Tanzania. Mantalaboshkatelia. Katika jina la Yesu Kristo. Sawa sawa na neno lako ambalo umesema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Bwana, tujaze nguvu tunapoomba. Tujaze nguvu tunapoomba. Tujaze nguvu tunapoomba. Tujaze nguvu tunapoomba. Maombi yetu yasishindanishwe na chochote na yakashindwa. Maombi yako yakawe na uwezo wa kushinda popote. Neno la Mungu linasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, lakini aliomba kwa bidii. Mantalabusha kata ribotosa baletoskoparia. Aliomba kwa bidii. Elia aliomba kwa nguvu. Aliomba, sio maneno matupu. Maneno ya Elia yaliambatana na nguvu, yaliambatana na mamlaka, yaliambatana na utisho. Biblia inasema hakuna mwanadamu aliondokea mwenye nguvu kama Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji, kwa nini alikuwa ana kauli zinazoogopesha mpaka wafalme? Kwa nini Yohana Mbatizaji aliogopwa na Herode? Kwa nini Yohana Mbatizaji aliogopwa na wazee? Aliogopwa na watu wakubwa sana. Ni kwa sababu Yohana Mbatizaji alikuwa amejaa nguvu. Hakuwa anasema maneno matupu. Mwambie Bwana, nijaze nguvu zako, nijaze uweza wako. Sitaki kuomba maombi makavu kuanzia leo. Sitaki kuomba maneno makavu. Mantalabosha kataya rebakuzakatelegura repatakuzatele rebabozandaligoskapalia ropateziti tishatagada
Magadalia makuzale gedesha rebruku satele garibo repada zubrentalie zobarata rebatuza kati rekodus kabelintos kobalia makuzali jate mando koto brahanteli guskate rebrakuza teleganuske palia repataza palidaya mando krosata ladia. Maneno yako yasiwe mepesi kuanzia leo. Maneno yako yasiwe mepesi. Maneno yangu yatakuwa mepesi katika jina la Yesu Kristo. Matolo jakadaya makazata la bakoria makudabashata gadiso barata repadusko palia makudabashanda la bakoria repata zegedelia mando krosko palade rekudabajanta rapadaya makasagadalia. Bwana anatia nguvu, anatia uweza katika maombi ya takatifu. Bwana anatia iskos, anaweka nguvu katika maombi, anaweka nguvu katika maombi. Mantolo bo shatea reprotuza klasikro dobrahate mantoskopala resha katalaba ripadalo satalia repokosia kadalabo shakadaya. Listen, sikiliza nikwambie, sikiliza nikwambie. Neno la Mungu linasema, Elias was a man subject to like passions as we are. Elia alikuwa anaathirika kiakili, anaathirika kitabia, anaathirika kihisia, alikuwa anaumia. Listen, Elia alikuwa ni mtu. Hebu angalia hata tabia ya Yesu. Yesu, Biblia inasema katika kitabu kile cha Luka sura 22, Luka sura 22 kuanzia mstari ule wa 36 nadhani kama sikosei. Yes. Biblia inazungumza kuanzia mstari wa 30 na ngapi? Na 9. Biblia inasema alienda katika mlima wa Mizeituni ambapo alikuwa akienda kuomba na wanafunzi wake wakafuatana naye. Akajitenga, akakaa mahali fulani, akamwambia ombeni msije mkaingia majaribuni. Pray that ye enter not into temptation. Ombeni msije mkaingia katika mateso. Ombeni msije mkaingia katika maumivu yanayosababishwa na adui. Biblia inasema na akajitenga umbali wa kutupa jiwe, akajitenga umbali wa mita 100, akapiga magoti chini na akaomba and prayed. Biblia inasema akasema, Baba, kama ikiwezekana, naomba uniondolee hiki kikombe cha mateso. Ninaomba, lakini si mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Sasa utagundua Biblia inazungumza, ukisoma hii habari hii kwenye kitabu kile cha Yohana, Mathayo 26. Habari hii Mathayo yeye alielezea kwa mbali kidogo. Anasema Yesu akawaambia, roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Roho yangu sorrowful. Anazungumza kwa bali ya utungu, alikuwa anapitia dhiki kuu. So anaposema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, anazungumza kwa bali ya Elia naye alikuwa anapitia maumivu kihisia. Have you ever found yourself, umeshawahi kujikuta kwenye hali ambayo mtu yote hawezi kukusaidia? Unamhitaji Mungu. Hebu jaribu kuwaza kabla hujaenda kuomba, ujaribu kuwaza kwa bali ya yule mwanamke aliyekuwa amemfuata kadhi dhalimu. Kwa kitabu kile cha Luka sura 18, Biblia inasema Yesu akamwambia, mfano umewapasa kumuomba Mungu siku zote, that men ought necessary. Anaambia imewalazimu kuomba siku zote bila kukata tamaa, bila kuishiwa nguvu. Biblia inasema ukizimia siku ya taabu yako, nguvu zako ni chache. Nisikilize nikwambie mpendo wangu, kwa nini shetani anataka kuzima mioyo ya watu wengi? Watu wengi matokeo yanapokuwa tofauti na matarajio, hata kama walikuwa wameomba kwa siku 40, wanaachiaga pale. And that's a very big mistake. Hilo ni kosa kubwa sana. Mungu wetu sio Mungu wa dalili. Mungu wetu sio Mungu wa matukio.
Mungu wetu ni Mungu wa nyakati na makusudi. We must understand the mind of Christ. Lazima, Biblia inasema ya kwamba kwenye kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari kuanzia 14. Sasa mtu wa tabia ya asili ni vigumu kwake kuyapokea mambo ya roho, kwa sababu kwake huyo ni upuuzi, ni upumbavu. Biblia inasema kwa sababu mambo ya rohoni yanatambulika kwa jinsi ya rohoni, ni vigumu kuhukumu, ni vigumu kuyatambua mambo ya kiroho kwa sababu yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. So shetani anapoumiza hisia zako, anajua utatoka rohoni. You become flesh, unakuwa mwilini, unaanza kuhukumu vitu kimwili, unaanza kuongea maneno machafu, mabaya. And that is not a prayer. Maombi sio matusi. Nishawahi kuambia watu mahali fulani kwamba unajua kumtukana shetani ni dhambi. Yaani wewe unamtukana shetani kwa sababu mpendi, ni mbaya, ni muovu. Listen, ushetani wa shetani haukupi madaraka ya wewe kumkosea Mungu. Unapashwa sikiliza, ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa sheria. Kwa sababu yule mtu amekukosea na mpo mahakamani, sheria haikuruhusu kumtukana yule mtu ambaye unahisi amekukosea. Biblia inasema kwenye mstari wa 16, sasa ni nani aliyejua nia ya Bwana amuelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Shetani anapambana na waamini au waombaji waombe bila nia ya Kristo. Wakristo wengi wanachozuiwa wasikijue ni kitu kimoja. Wakristo wengi wanaomba bila nia ya Kristo. Yesu alipokwenda Getsemane kuomba, hisia za maumivu yake zilikuwa juu sana hadi hofu ilimshika. Ndio maana akaanza kulia kwanza, mapenzi ya Mungu yatimizwe. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu mwanzoni alisema kwamba ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama mimi nitakavyo. Lile neno si kama mimi nitakavyo, alikuwa anazungumza kwa habari ya nini? Anazungumza kwa habari ya mapenzi ya Mungu yawe juu ya mapenzi yake, akili ya Mungu iwe juu ya akili yake, hisia za Mungu ziwe juu ya hisia zake. So tunahitaji kuuliza mapenzi ya Mungu kwa ajili ya taifa letu. Tunahitaji, ninarudia tena, Mungu hafanyi kama wanadamu wanavyofanya. Mungu haamrishwi na hisia zetu. Kwa sababu hata Mungu asipojibu tulivyo sawa na tulivyoomba, bado yanabaki kuwa Mungu. Sisi ni kazi yetu kujua Roho Mtakatifu atutafsirie nyakati tulizomo, atutafsirie nini kusudi la Mungu limebebwa kwenye hizo nyakati. Angalia kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza mstari wa 6. Cheki swali wanalomuuliza na Yesu anavyowajibu. Biblia walipokuja wakakusanyika pamoja wakamuuliza, Bwana, je, huu ndio wakati ambapo unawarudishia Israeli ufalme? Wanazungumza kwa habari ya nini? Wanazungumza kwa habari ya matengenezo ya taifa lao. Ngoja nisome ile andiko. Besa katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 6. Matendo 1:6 anasema, basi walipokutana wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Nataka uzingatie sana neno unapowarudishia, ili tulitafsiri hili neno katika lugha ya kiroho. Katika lugha ya kibiblia, lugha iliyoandika Biblia ya Kiyunani, limetumika neno apokathistemi. Apokathistemi ni neno lile ambalo linazungumza, ni lugha ya kikatiba. Ni lugha ya kikatiba, ni lugha ya matengenezo, kwamba je, taifa letu limegawanyika, taifa letu limeharibika, taifa letu kila lugha unaweza kuipa. Je, huu ndio wakati ambapo unatupa mamlaka, unatupa kanisa, unalipa mamlaka ya kupanga, ya kutaka kile ambacho kinatakiwa kiwepo Tanzania? Biblia inasema, kumbuka kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 16, neno la Mungu linasema kwamba Yesu akasema kwamba juu ya mwamboni nitalijenga kanisa langu, ambao milango ya kuzimu haitalishinda.
Sasa wanamhoji Yesu, wasema, je, wakati huu ndio unatupa mamlaka? Mamlaka inarudi kwa kanisa, unaturudishia. Biblia inasema Yesu akawaambia, sio kazi yenu. Swali na jibu tofauti. Sio kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. So now sisi tunakuja kugundua tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ili maombi yetu yaweze kutengeneza matokeo tunayoyataka. So ukiomba bila nguvu ya Roho Mtakatifu, matokeo unayoyataka utaendelea kuyataka na utayaona. So watu wengi tunasukuma ajenda kubwa, lakini tunasukuma ajenda kubwa, ila injini, ile nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoko ndani yetu ya kupush ajenda ili mbingu ziweze kutii na kusikia ni ndogo. Kwa nini Yesu Kristo anamtaja Yohana Mbatizaji? Kwa nini Yesu Kristo anafikia stage anamrecognize Yohana Mbatizaji kama mtu mkuu kwenye ufalme wa Mungu? Sasa amini nawaambia, hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni mkuu kuliko yeye. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wauteka. Anazungumza nguvu ya rohoni. Nguvu ya roho. Chochote unachokitaka. Usione mtu anatangaza kiwete tembea, anatembea. Usione mtu anatangaza kibubu ongea. Usione. Sikiliza. Ulimwengu wa roho unatambua mtu kwa nguvu alizonazo. Ulimwengu wa roho utakutambua kwa madhara unayoyasababisha. Unaathiri vipi ulimwengu? Listen, Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 17, Matendo ya Mitume sura ile ya 17 kama sikosei. Biblia inasema mstari ule wa 6, nasema, na walipowakosa wakamkokota Yason na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakipiga kelele wakisema, watu hawa walioupindua ulimwengu wamefika huku nako. Walioupindua ulimwengu. What happened? Nini kilikuwa kinatokea katika huu mji mpaka wanazungumza habari za kupindua ulimwengu? Biblia inasema they turned the world upside down. Walikuwa na udisturb, walikuwa wanauletea shida. Yani naweza nikasema kwamba mtaa unakosa raha, wachawi wa mtaa, watu wanaokuzunguka kwenye hilo eneo, they are not free because of your presence. Yani unamfanya shetani akose amani kwa sababu ya uwepo wako. Mahali hapo ulipo, hebu mwambie Mungu abatize maisha yako ya maombi kwa nguvu. Ayabatize maisha yako ya maombi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ayabatize. Begin to pray. Malos kaila shosatelia repataido balate. Uliwaambia Bwana wanafunzi wako kwamba watapokea nguvu akisha kuajilia juu yao Roho Mtakatifu, ndipo watakuwa mashahidi wako. Nami ninasimama katika zamu ya malango ya masaa haya. Nibatize ulimi wangu, nibatize maneno, nibatize usemi wangu, batiza maisha yangu ya maombi kwa nguvu. Nguvu ya matengenezo, nguvu ya mapinduzi, nguvu ya mabadiliko. Maombi yangu yatakuwa kelele, maombi yangu yatakuwa maneno matupu. Bwana, maombi yangu yatajaa nguvu, yatajaa uwezo, yatajaa iskos, yatajaa nguvu ya kimungu kwenye maneno. Matelesho tu sakadeli kabosa mandos kopile habreisha tela brandos kobalida bohosa makutalesh mazuga balate skobila resho duzuplenta arisko balia taskobala rejata gada luze tena manta zubrekalia doskobala matalajoto. Unapotamka katika maombi yako, hautakuwa kasuku mwanangu, hautakuwa mwangwi. Maombi yako yatakuwa kama radi inayopasua. Matalajoto tosata gadia
makuzolota mandeligo skopalia rosho gluskabalia repebele robazada la guraba rabababa makuzale makadosh kabali shotalia mantuzo barata makuzoto kula saino makadilo sobral arigoko sabalia rebelesh rebekusalash robadabalia rabadabaladia rabarata rebaladia skobalia rebo saledina polagira rapatabara ropatalabaria rabasoko tabalia repoto sata katata rapakatatata makatagaladuza makatagaladoskopalia rapatagayata makuzakataya makatagaleshoduza breshakataga makatagalatagaya ubatizo wa moto matalabata biata makadabalatesek makosuta makadelegedosobolia rebadala gadaya. Mwambie Bwana akupe wingi wa mafunuo katika maombi yako, akupe nia ya Kristo unapoomba. Mashatalabo mantagado brotoskopalia ropatalagina borate ropapapala rishatagopla saidalino mazebrata gabaladia ropatagido brante abalisho sobalia repoto sopoto poto ropotototo mandosa palia rusata. Mkono wa Mungu na kujia mahali ulipo. It's coming stronger. The hand of God mato supalata saitatea makosusata hiyo nguvu jawo moto mantalaba. Unataka kukuza viwango vyako vya maombi, malosata imosata marusatalia makadoso balia makaguza teliga bola habalajata abaladia makataya. Kuza viwango vya maombi Tanzania Bwana. Makutalaka shano magadali godobo baluku tutuku tepe raparadia riapapapapa makadali masuzaka. Ningekuwa mimi ni wewe ningeomba zaidi hapo. Matorosha tadia repataladia. Mateso ya waamini yalipozidi, Biblia inasema walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao, wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema Mola, wewe ndiwe Mungu, ndiye aliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo, na ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako. Mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili, wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa ya watu na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta, ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. Basi sasa Bwana, angalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri, ukinyosha mkono wako kuponya. Ishara na maajabu vitendeke kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Neno la Mungu linasema hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Tanzania ikatikisike. Manto kota la bataya matarasho gruto, mji niliopo ukatikisike kwa sababu ya nguvu za Roho Mtakatifu, sio kwa sababu ya uwepo wa mapepo, sio kwa sababu ya uwepo wa nguvu za giza. Nguvu za Mungu zikatikise miji, zikapindue mji, zikapindue taifa.
malosa kate ligotoba. Wakamuuliza Yesu, je, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Mantoroporodia repate. Akawajibu kwamba mtapokea nguvu, mtapokea nguvu. Nyie wenyewe ndo mtaigeuza, nyie wenyewe ndo mtaamua Tanzania iweje. Waombaji mtaamua kama mtakata tamaa sawa, kama mtaamua kuigeuza Tanzania. We need power. Kama tunataka matokeo tunahitaji nguvu. Kile tunachokitaka hatuwezi kuishia kukililia kwa hisia. Tunahitaji nguvu, tunahitaji nguvu. We need powerful men of God. We need powerful men of God like Elijah. We need powerful men of God like John the Baptist. Tunahitaji watu wenye nguvu. Hatuhitaji watu wa maneno. Ropa taladia. Jete te belatuska bala. Sia boboli ya tebe sontabalia. Jebebebelete sebelete pelete sapa. Ababoto spomeli. Manduzo palina. Mazogoto. Goto. Hagagagagado. Kakakato. Kakaka. Kakatosh kapali palaso popopo sakata rusha tatata roba papa rusa tatali sopalia robo sadila toskadai. In the mighty name of Jesus. Nataka niongee kidogo, nataka nizungumze kidogo jinsi na namna ya kukuza viwango vya maombi. Jinsi ya kukuza viwango vya maombi. Jinsi ya kukuza viwango vya maombi. How to increase the dimension of prayer. Dimension of prayer. Jinsi ya kukuza viwango vya maombi. Nisikilize nikwambie kitu mpendo wangu. Neno la Mungu linapokuja swala zima la maombi, neno la Mungu liko wazi. Neno la Mungu liko wazi sana. Na ninatamani turudi pale kwenye kile kitabu chetu cha msingi cha Yakobo 5. Yakobo 5. Yakobo 5, Biblia inasema mstari ule wa 16. Okay, ngoja tuanzie mstari wa 13. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, na aombe. Ana moyo wa kuchangamka, na aimbe zaburi. So unapojikuta kwenye afflictions, unapojikuta upo kwenye mateso, unapita kwenye nyakati ngumu, you need to pray. Unahitaji kuomba. Unajua tatizo la mtu hudumu au huisha kulingana na reaction, kutokana na nini? Nasema kutokana na mwitikio. Yani shida sio tatizo unalopitia, shida ni mwitikio wako kwa lile tatizo. Ndo unaweza ukalipa nguvu za kukaa au kalimaliza nguvu likaondoka. So Biblia inasema mtu wa kwenu amepatikana na magumu, anapitia shida. Inawezekana zikawa ni mateso ambayo ni ya kimwili, inawezekana nikawa ni uchumi, inawezekana ikawa ni dhiki yoyote. Yesu Kristo alitufundisha this kind of prayer. So aina ya kwanza ya maombi ambayo leo ninazungumza katika viwango vya maombi, ninazungumza aina hii ya kwanza ya maombi. Ni maombi gani? Ni maombi ya utungu. Maombi ya utungu. Maombi ya utungu. Haya maombi ya utungu ni maombi ambayo yanaombwa wakati upo kwenye dhiki. Mathayo sura 26
na mstari kuanzia 36. Tunajua wote story ya Yesu Getsemani. Biblia inasema aliwachukua Petro na wana wa Zebedayo, kisha akaanza kuhuzunika na akawa na huzuni. Biblia inasema akawaambia, roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. So maombi haya yanaitwa sorrowful prayer intercession. Ni maombi ya utungu, maombi ya huzuni, maombi ya dhiki, maombi ya dhiki. Ndio Biblia inasema katika kitabu kile cha Yakobo sura ya 5:13, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, aombe. Vita kubwa, jaribu kubwa ambalo utakutana nalo wakati unapitia changamoto yoyote kwenye maisha yako, shetani atakusudia sio kukuumiza tu kimwili. Shetani anakusudia kupitia lile jaribu amalize nguvu yako ya maombi. Anataka moyo wako na akili yako iconcentrate, ijikite kwenye pito, iache jukumu lako ambalo umeambiwa. Biblia inasema Biblia inazungumza kwa habari ya nini? Ya kuomba siku zote bila kukata tamaa. Manake ukikata tamaa, maana yake nguvu imepungua au imeisha. So nyakati ngumu hazidumu, lakini maombi yanadumu. You must keep that in your mind. Uweke hilo akilini mwako kwamba nyakati ngumu, mapito, mateso, udhia, dhiki haidumu. Biblia inasema japokuwa dhiki yetu ni ya kitambo kidogo, upo utukufu udumuo. So kuomba ni kazi ambayo muamini anaomba mpaka anapochukuliwa na Bwana. Biblia inasema alihuzunika, akawaambia roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. So msukumo wa maombi aliyokuwa nayo ulisababishwa na pito alilokuwa napitia, lakini pito lake halikumfanya aache kuomba. Tofauti ya mwana wa Mungu na mpagani, mabaya, changamoto inapomkuta anaacha kumtegemea Mungu, lakini mwana wa Mungu shida inakupeleka karibu zaidi na Mungu. Kwa sababu gani? Unapoenda kuomba mbele za Mungu, mbali tu na kumwomba Mungu akusaidie, unaenda kuuliza akili ya Mungu ili ujue namna ya kupita na kutoka. Kwa sababu Biblia inasema katika jaribu Mungu atafanya mlango wa kutorokea, mlango wa kutokea. Manake usipouliza kwa Mungu namna ya kupenya kwenye jaribu unalopita, jaribu la miezi miwili litakuwa la miaka miwili. Na Mungu anasubiri, kanuni ni ile ile. Njooni kwangu ninyi msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Manake usipoenda kwa Mungu ila unalalamika kwa mtumishi wa Mungu hadi kwa mtumishi wa Mungu, kwa mtumishi wa Mungu hadi kwa mtumishi wa Mungu, na utaki kujifunza haya maombi ya utungu, maombi ya huzuni, manake ni kwamba Mungu ni sawa sana ile kwamba bosi anasikia malalamiko yako lakini huwezi kumface. Sasa mimi nawezaje kujibu tetesi? Nawezaje kujibu malalamiko ambayo nasikia kwa watu wengine? Unatakiwa uende kwa bosi, muandikie barua, mpe dawa yako, mwambie sababu shida yako iko hivi na hivi, au omba appointment. So maombi ni kama kuomba appointment na Mungu wako. Tena Mungu ni baba yako. So hutakiwi kumwendea baba yako kama vile jambazi, kama vile asikilizaji. Biblia inasema yeye usikia kuomba kwetu, wenye mwili watamjia. Zaburi 65:2 nadhani. Sema yes, wewe usikiae kuomba
wenye mwili watakujia. Mungu ni Mungu ambaye anaheshimu maombi ya watu wake. Hawezi kuwa Mungu asiyesikia. Mungu ni hakimu, so hakimu asiyesikiliza malalamiko ya watu wake. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Luka sura 18, inasema kulikuwepo na kadhi dhalimu katika mji, na mwanamke aliyekuwa akimwendea ampe haki. Biblia inasema yule kadhi akasema, ingawa mimi ni dhalimu na sijali watu, simchi Mungu na sijali watu, lakini mwanamke hata acha kuja kunisumbua. Biblia inasema hivyo, nitampatia haki yake. Sasa asema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Asema yule hakimu asiye wa haki. Je, Baba yenu wa mbinguni, anasema je, Baba yenu hata wapa ngoja nisome hili neno, nalipenda sana. Luka sura ya 18, anasema mstari ule wa 6. Bwana akasema, sikizeni asemavyo yule kadhi dhalimu, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia atawapatia haki upesi. So unapojikuta katikati ya magumu mabaya, so sio kila mabaya ni majaribu yanayoletwa na Mungu au ni mtihani fulani, wakati mwingine ni mapepo. So unavodumu katika kuomba, unadumu kupressurize mbingu zikutoe au zisikilize kesi yako. Lazima usumbue mbingu, lazima uendelee kwenda kuuliza kwa Mungu. Biblia inasema alikuwepo mfalme mmoja muovu katika nchi ya Israeli. Walipitia njaa. Wakati wako kwenye hiyo njaa, akasema, nina haja gani ya kuendelea kukaa hapa na wakati najua haya mabaya yamekuja kwa mkono wa Mungu. So sometimes you must know, yani uovu unaokuja kwenye nchi. Imagine unaomba au unalia afu ujui kwa nini unapitia hicho unachopitia. Hiyo tayari si ni tatizo. Wakati mwingine taifa au mji au nchi au kanisa inaweza likapitia shida kwa sababu ya makosa fulani ya watu ambao ni watangulizi kwenye taasisi, watangulizi kwenye familia. Sasa unatakiwa ujue, unatakiwa uombeje. Wakati ujui nini cha kufanya, muulize Roho Mtakatifu akujulishe hekima na akili ya namna ya kuomba. Kwa kugusia tena, tunaendelea na lile andiko letu. Yakobo sura hiyo ya 5. Yakobo sura ile ya 5. Anasema, mtu wa kwenu amekuwa hawezi, awaite wazee wa kanisa, nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Yako maombi ya kuombea watu ambao ni wagonjwa. Haya maombi hayafanywi na mtu yoyote. Biblia inazungumza kwa habari ya wazee. Wazee ni watu ambao ni wakomavu katika imani, katika kumjua Mungu. Wametembea na Mungu na wanazijua njia za Mungu. Sasa kuna shida tu, unaweza ukamwelezea mtumishi wa Mungu akakwambia tu hii shida ni hivi na hivi, na kweli ukapona. So you need people, unahitaji watu ambao ni waombaji lakini pia wametembea na Mungu. Yaani ni wakamilifu na wanazijua njia za Mungu. Kwa sababu njia za Mungu hazichunguziki, lakini mtu anayetembea na Mungu anazijua njia za Mungu. Biblia inasema katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 5, naye Enoko akaenda na Bwana, akatwaliwa, akaenda na Bwana. Utaona ile neno Enoch ascended with God. Alienda na Bwana kivipi? Enoko alitembea katika njia za Bwana, alimpendeza Bwana, alikuwa mtu wa haki, alikuwa mkamilifu. Sababu sio kila mtu anayekuombea unaweza ukafunguliwa. Sababu Mungu anaweka mafuta kwenye vyombo visafi. So yapo maombi, ni maombezi kwa ajili ya wagonjwa. Haya maombezi kwa ajili ya wagonjwa si swala la kipawa. Unajua pia kuna shida moja ambayo inatukuta sana kwenye kanisa la Kristo. Watu wengi sana wanategemea vipawa. Yaani wanatoka kwenye ile economy
over holiness, wanaacha biashara ya utakatifu. Sasa nguvu za Mungu ameziweka katika biashara ya kipawa. Kweli kuna kipawa cha miujiza, karama ya kuponya ipo. Lakini iko hivi, anayegawa hiki kipawa ni Roho Mtakatifu. Endapo aliyepewa hicho kipawa ana kimisuse, kwa mfano wengine wanauza uponyaji kwa fedha kabisa, mafungu ya fedha wanauza. Wengine wanapanga, wanaweka namna fulani ya utumishi ambao umpendezi Mungu. Baada ya muda kile kitu Mungu anakiondoa. So you need people, watu ambao ni wanyenyekevu na wanaheshimu karama ambazo Mungu amewawekea. Sababu karama ipo kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, sio kwa ajili ya kumnufaisha mtu binafsi. Ni kweli unapokuwa na karama inakufanya ufanikiwe katika namna ambayo wakati mwingine haukuitarajia, lakini kipawa kikugeuzi wewe kuwa bwana wa watu. Bwana ni aliyekupa kipawa na wewe ni mtumishi wa Bwana wako. So maombezi haya ni maombezi ambayo yanafanyika na watu wazima waliotembea na Mungu, wanaozijua njia za Mungu. Maombezi haya pia yanafanyika na watu, yanafanyika kwa imani, yanafanyika kwa imani, and sometimes yanaambatana na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwenye nguvu za Roho Mtakatifu magonjwa hayakai. Maombi haya yanahitaji, ndio maana nikarudi kule kusema katika viwango vyote vya maombi tunavyojifunza, injini ya maombi ni nguvu za Roho Mtakatifu. Injini ya maombi sio kelele. Yaani kitu kinachofanya maombi yako yawe na maana ni nguvu inayozalishwa, power that is being generated through your power, through your prayer. Nguvu inayozalishwa kupitia maisha yako ya maombi ina maana kubwa sana katika maombi yako kuliko maombi yenyewe. Maombi yakikosa msukumo, kuna energy inatakiwa. Tutasoma hapa, angalia mstari wa 16 anavyosema. Anasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana kiomba kwa bidii. Nataka tuangalie hapa, tuone vitu kadha wa kadha leo. Pale nitakapoishia basi tamshukuru Mungu kwa ajili ya leo. Anasema Yakobo 5:16, anasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana ili mpate kuponywa. Alafu anasemaje? Kuomba kwake, kwa maana kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Anazungumza kwa maana ya kuomba kwake mwenye kwafaa sana akiomba kwa bidii. Lile neno linatumika pale ni energio, efficiency, nguvu. Maombi ya mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa nguvu. Sizungumzi ukubwa wa sauti. Ninazungumza nguvu inayotoka kwenye roho ya mwombaji. Unakumbuka wakati Yesu Kristo yuko kwenye mkutano mmoja, akaja yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12. Biblia sasa akasema moyoni, nitamgusa pindo la vazi yake. Na Yesu baada ya kuguswa akajua nguvu zimemtoka. Kataa kutoka jasho peke yake alafu hakuna nguvu yoyote unayoizalisha. Kiwango cha jasho lako kiendane na kiwango cha nguvu unazalisha kupitia maombi yako kwa jina la Yesu. Maombi yako yasiwe work done is equal to 0. Maombi yako yasiwe sawa sawa na hamna. Kuingia kwako na kutoka kwako. Imagine kila siku unaomba kitu kile na hakuna kitu kinachobadilika, hakitokei chochote. Kwa sababu gani? Huna maarifa au huna akili ya Kristo. Na mambo yanabadilika kadiri unavyoongezeka katika nuru ya kujua vitu vya kiroho. Anasema kuomba kwake mwenye haki. Kwanza kabisa you must know yourself. Lazima ujifahamu kwamba wewe ni mwenye haki.
Mwenye haki kwa maana ya kwamba mtu ambaye hapa anazungumzwa mtu ambaye ameokoka. Maombi ya mlokole, maombi ya mcha Mungu yanafaa sana. Yani ile neno kufaa, ngoja nikutafsirie ili neno kufaa. Lile neno kufaa bado linatamkwa kama isko. Isko ni neno ni neno linalotokana na asili ya neno iskus ambalo ni uweza. Angalia kitabu kile cha Waefeso 1:19, afu tutaangalia Waefeso 3:20. Neno la Mungu linasema Efeso 1:19, anasema na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio. Unaona neno hilo tuaminio sasa sana wenye haki. Jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Listen. Maombi yako hayataleta majibu kama ile nguvu ambayo umejazwa. Kuna nguvu ambayo tumejazwa Roho Mtakatifu ito dunamis. Hauikuzi, hauichochei kutenda kazi. Kwa maana nguvu iliyo ndani yako inatakiwa isukume mifumo mingine ikutengenezee uwezekano wa matokeo, uwezekano wa kuona kile ulichoamini kwa Mungu kinakuwa halisi katika macho yako. Okay, angalia Waefeso 3:20. Waefeso 3:20 anasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Check hii point. Hili andiko usipolisoma vizuri huwezi kulielewa. Asema yeye Mungu, toa neno yeye weka Mungu, atukuzwe Mungu awezaye. Lile neno awezaye kwa Kiunani ni endunamo, mwenye nguvu, mwenye uwezo wa kufanya mambo makubwa kuliko yote tuombayo au tuyawazo. Yani uwezo wa Mungu haupimwi na maombi na mawazo yetu. Mungu nguvu zake ziko juu ya maombi na mawazo yetu. Lakini tutaendelea kuona matokeo, maombi, majibu kulingana na nguvu itendao kazi. So manake kama tunataka kuona uwezo mkubwa zaidi wa Mungu, tunatakiwa kufanyaje? Kutoa na sisi, kuchochea, kukuza, kuimarika zaidi rohoni. Kwa nguvu inaathiri nguvu. Manake kama tunataka Mungu aathiri Tanzania, lazima maombi yetu yaiathiri mbingu kwanza. Mandos kapelisho paradia. Narudia tena. Kama tunataka nguvu za Mungu ziingilie kati mateso na changamoto yetu unayopitia, lazima roho yako izalishe uwezo utakaoitikisa mbingu. Na maanisha milango. Okay, unaweza sasa hivi ukawa labda uko nyumbani, uko sehemu yoyote, uko nje, watu wako ndani. Ukigonga hodi kwa namna ya taratibu watu hawezi kukusikia. Lakini unapoongeza force ya kugonga hodi, ile kelele inasumbua watu wa ndani. Watazingatia tu. Okay, ngoja na tunaenda taratibu, lakini Roho Mtakatifu naona ananikimbiza. Sijui kuna wapi ananipeleka. Biblia inazungumza, nimekuambia tu pale aina za maombi. Nimekuambia aina kwanza, nimekuambia maombi ya utungu au affliction, maombi unapokuwa kwenye nyakati ngumu. Maombi mengine ni maombezi ya wagonjwa na watu ambao hawawezi. Lakini sasa nitakupeleka pia, tunaendelea nilikuwa nakwambia kwa habari ya injini ya maombi ya mwenye haki ni uwezo wa Mungu ulio ndani yake. Yani kama uwezo wa Mungu ulio ndani yako huwezi kuutumia, maombi yatakuwa kama mwangwi. Yatakuwa hayana matokeo. Yani ni sawa na mtu ambaye unawekeza, unapewa mshahara, unapewa vitu, unapewa nini, lakini unavituza. Au tuseme ni sana, Wakristo wengi wana uwezo ambao hawaamini kama wanao. Yani hujawahi kutumia na bado unajiona una nguvu. Angalia kwa habari ya talanta. Biblia inasema
yule bwana aliwapa talanta, mwingine 1, 2, mwingine 5. Yule mwenye 1 akaificha kwenye leso. Kwa nini aificha kwenye leso? Yaani yeye hakuamini katika uwezo wa kuzalisha 1. Yeye aliamini kwamba ili niweze kuzalisha nilitakiwa nipewe nyingi zaidi. No. Amini katika uwezo wako mdogo ulionao unaweza. Biblia inasema kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Yaani maombi yako yanafaa kwa kadiri unavyozidi kuongeza energy. Yaani iko hivi, kadiri unavyoongeza ufanisi kwenye kazi ndivyo kazi yako inazidi kukupa utajiri na matokeo. Biashara, kadiri unavyoongeza ufanisi biashara inazidi kukulipa. Mazoezi, kadiri unavyoongeza bidii kwenye mazoezi ndivyo utaona mwili unajipa. Maombi, kadiri unavyozingatia sana maisha ya maombi utaona maombi yakikulipa. Sio leo fanya kesho acha. No. Maombi ni sawasawa na mfumo wa mazoezi. Ni sawasawa na mfumo wa diet. Unataka kupungua, fuatilia maelekezo ya diet yako. So, nataka nizungumze hapa kwa haraka, nitaachia hapo 3 dimensions. 3 dimensions, viwango vitatu vya maombi. Fungua na mimi Mathayo sura ile ya 7. Mathayo 7 mstari wa 7. Mathayo 7:7. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea. Naye atafutaye huona. Naye abishaye atafunguliwa. Sasa leo nataka nikufundishe kitu ambacho huenda umekuwa ukikisoma kwa namna ya mazoea. Luka sura ile ya 11. Luka sura ya 11. Mstari ule wa ngapi? Wa kwanza. Biblia inasema ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha mmoja wa wanafunzi wake alimwambia, Bwana tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Akamwambia, msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu. Utusamee dhambi zetu kwa kuwa sisi nasi tunamsamee kila tumwiaye, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Okay. Mstari wa 5. Akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu nikopesha mikate 3, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake? Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Mstari wa 8. Nawaambia kwamba ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumwomba, ataondoka na kumpa kadiri ya haja yake. Mstari wa 9. Nami nawaambieni, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanae akimwomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, baba yenu Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Okay, listen. Nimekuletea hii habari kwa sababu nataka kujenga msingi wa viwango vya kuomba kutokana na Mathayo 7:7 ambayo tumeisoma. Listen. Unaanza kusema we ni muombaji ukiweza
ukiweza kudumu katika kuomba. Naomba nirudie tena hiki kitu. Wewe sio mwombaji kama unaanza kuomba ila huendelei kuomba. You are not a prayerful woman. Wewe sio mwombaji kama haudumu. Tafsiri ya kwanza na kuu ya mtu mwombaji ni mwombaji ni mtu anayedumu kuomba siku zote. Unataka kujua mwombaji ni nani? Luka, kitabu hicho cha Luka sura ya 2 mstari wa 36, Biblia inasema palikuwa na nabii mke jina lake Hana binti Fanueli wa kabila la Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya wanawali wake. Naye ni mjane wa miaka 84, haondoki katika hekalu ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Zingatia lile neno haondoki. Zingatia sana lile neno haondoki. Haondoki. Asa haondoki. Hatoki kwenye eneo lako. So kuna mazingira ya kiroho ambayo amesha yatengeneza kwenye madhabahu yake, hatoki. Biblia inasema kwenye kitabu kimoja cha Waamuzi sura ya 4 mstari wa 5 nadhani. Waamuzi sura ya 4 mstari wa 5. Tasoma hili neno. Miwa ni mtu ambaye namtii sana Roho Mtakatifu kwenye eneo la neno. Kwa hiyo nikuchosha kwa maneno, Mungu akusaidie. Sema Debora nabii mkewe Rapidoth aliyewaamua wa Israeli. Anasema naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheli katika milima ya Efraimu. Wana wa Israeli wakamwendea ili awaamue. Unaona? Debora alikuwa ni nabii mke na ni mwamuzi, lakini alikuwa hatoki kwenye mtende wa Debora. Ile neno mtende wa Debora ni lugha ya kiroho ya kumaanisha madhabahu. Mchungaji anamaliza, anahukumu shida za watu, sio popote. Ili polisi awe na nguvu. Polisi ana nguvu sana akiwa kwenye kituo chake cha kazi. Daktari ana nguvu akiwa hospitalini. Ndio maana ukikuta mtu amezalishwa mahali popote, mtu anaweza akashtakiwa. Kwa sababu gani? Cha kwanza, yule aliyemzalisha lazima awe verified, lazima awe amethibitishwa na mamlaka husika. Lakini cha pili, amezalishwa kwenye mazingira gani? Kwa sababu kama amezalishwa kwenye kituo cha afya ambacho hakina ukamilifu wa vifaa, ikitokea kuna dharura ya operation, maana yule mtu angepoteza maisha. Hakimu utamkuta mahakamani. So hapa anazungumza kwa bali ya nini? Maombi sio kama tukio, maombi kama mazingira. Yaani haondoki kwenye maombi. Na maanisha sizungumzi kwa bali ya uendi kazini ufanye. No. Maombi ni maisha yake. Prayer becomes a lifestyle. Inakuwa ni mtindo wake wa maisha. Alikuwepo mwanamke mmoja anaitwa pia Hana. Huyu ni tofauti na huyu wa Luka. Huyu Hana alikuwa ni mkewe na Elkana kama sikosei. Biblia inasema alikuwa hana mtoto, kwa hiyo Bwana amefunga tumbo lake, akawa anaenda hekaluni. Biblia inasema akawa atoke hekaluni, anaenda hekaluni. Akiwa hapo hekaluni akananiliu, akakaa mbele za Bwana. Akakaa mbele za Bwana. Ngoja nisome hapa. Samueli wa kwanza 1:22. Biblia inasema 12. Sasa ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywani. Alipodumu. Naona neno lilotumika pale. Alipodumu.
neno limetumika zuri la kuelezea kitu alichokuwa akifanya. Asema alipodum. As she continued praying. Lile neno kudum linazungumza kwa habari ya kuendelea, linazungumza kwa habari ya kuzidisha maombi. Maana kuna wakati unaomba jambo halileti matokeo. Yani you pray that kind of prayer. Kuna maombi unaomba ila matokeo huyapati. Zidisha maombi. Unapodum sio you pray the same prayer kama maombi ya kuandika yale, Baba yetu uliye mbinguni. No. Roho Mtakatifu atakupa namna ya kuomba. Unazidisha. Maana kama ulikuwa unaomba dakika 5 au ulikuwa unaomba lisali moja kama ile ya kuomba nami hata saa moja, ongeza yawe 2. Halijatokea ongeza yawe 3. Halijatokea ongeza yawe 4. Halijatokea ongeza yawe 5, 6, 7, 8 mpaka 10, 12. Zidisha. Kitu ambacho kina mata. Ndio maana nimesema kwamba hujawa muombaji. You can pray. Kila mtu anaweza kuomba. Kila mtu duniani unamwona anaweza kuomba, hata mtu mpagani. Lakini muombaji, kuna tofauti ya mtu anayeomba tu just prayer, anaomba, na mtu ambaye ni muombaji. Muombaji tunampa jina kuwa huyu ni muombaji kwa tabia yake ya kudumu, kuendelea, kuzidi. Yani yupo, alikuwa unaona kabisa mtu alianzaga anaomba dakika 5 anasinzia, ameenda mpaka amefikia tu. So you continue. Ndio maana Biblia inasema Hana alipodum sana kuomba mbele za Bwana, Eli akaangalia midomo yake, akaichunga, akaikagua, akaitazama. Alikuwa anaangalia sana maombi kwenye midomo. Listen, maombi ya kawaida yanafanyikia kwenye mdomo wa mtu. Lakini mtu anapodum sana katika kuomba, maombi huwa yanahama, yanatoka kwenye level ya mdomo. Ngoja uone. Biblia inasema basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake. Midomo yake tu ilionekana kama anena. So shifting. Prayers it's all about shifting. Viwango vya maombi vinazungumza kwa habari ya kuhama viwango kutokea kwenye kinywa na kwenda moyoni. So hapo mwanzoni Hana alionekana alikuwa anamlilia Mungu, nipe mtoto. Mungu fanya mimi Mungu. And that is what hata wanawake wengi ukiwakuta wanaomba, yani ukikuta wanawake wanalia, ndio unajua kabisa wale ni waombolezaji na wanajiita sisi ni waombolezaji. Of course ni aina ya maombi ya maombolezo mbele za Mungu. Lakini ukitaka kuhama viwango vyako, lazima sana muangalie kioo chenu cha waombaji ambaye ni Hana. Besa alikuwa akinena moyoni mwake. Midomo yake tu ilionekana kama anena. Sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Imagine kuhani anashindwa kuna viwango unaomba mpaka mchungaji wako anashindwa kukutafsiri. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe hajawahi kuvifikia. It's all about a dimension. Sio swala la mchungaji na mshirika. No. Mshirika akiamua kudumu kwenye jambo lile analolifanya katika ufanisi, anaweza mwalimu wake akamwacha. Biblia inasema Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Unakumbuka? Through the prayer nilikuwa ninaomba maombi ya huzuni, maombi ya utungu. Nilikuwa naomba maombi sorrowful. I'm a woman of sorrowful heart. Nina moyo wa huzuni. Huzuni imekuwa msukumo wa yeye kuomba viwango ambavyo hajawahi kuomba. Anasema, mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimemimina roho yangu mbele za. Ile kumimina make nimejiachilia mimi na vyote nilivyo navyo. Biblia inasema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini aliomba kwa bidii. Ile neno kwa bidii, aliput efficiency, aliweka nguvu zake zote. Kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuja tunamiminiwa kama kimiminika, au tunapewa kama tunajazwa. Sasa
Kiwango cha kwanza ambacho Roho Mtakatifu anataka tukiombe ni kuachilia kiwango kile, yani kiwango cha ujazo. Kiwango cha ujazo wa Roho Mtakatifu ndo kiwango sawasawa na maombi unayoachilia. Hapa sikiliza. Watu wengi ambacho hapa wanaweza wasinielewe ni kitu kimoja. Watu wengi wanaamuaga kuomba. Yani unaamua nimejazwa, simu yangu ina 100%. Simu yangu ina 100%, lakini ninaamua kutumia 10%. Unaona unachokifanya? So you go before God. Unaenda mbele za Mungu kuomba. Unaonekana umeomba of course, lakini wewe mwenyewe akili yako inakwambia kabisa nimetumia 10%. Lakini Yesu anachotaka ni kwamba kiwango ulichojaza simu yako chaji ndo kiwango utakachokiachilia kwenye maombi. So maombi ni matumizi ya nguvu za Roho Mtakatifu. So Roho Mtakatifu anaumia kwa sababu gani? Watu wengi hawatumii nguvu waliojazwa. You do not use that energy. Mungu anataka tutumie nguvu aliyotupa. Sisi tunaikataza, tunaizuia. You remember, Biblia inasema Yesu alikuwa akifanya miujiza. Jinsi ambavyo Mungu alimpaka mafuta Yesu Kristo akafanya miujiza. Kwenye Matendo ya Mitume nadhani 10 mstari wa 36. Biblia inasema neno lile, ni 30 ngapi? 38. Matendo 10:38 habari za Yesu wa Nazareth, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. You see? So unaomba sio kwa sababu ya nini? Unaomba kwa sababu ya nguvu ya kuomba aliyokupa Roho Mtakatifu. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8, napenda sana hili neno. Warumi 8:26 anasema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Unaona? Roho Mtakatifu anatusaidia kwa sababu ni msaidizi, lakini kimsingi kinachotokea ni kwamba you need to pray with Holy Ghost. Unatakiwa kuomba kwa Roho Mtakatifu mpaka ufikie kiwango kile cha Roho Mtakatifu. Kunena kwa Roho Mtakatifu, kulia kwa Roho Mtakatifu, kusema kwa Roho Mtakatifu. Kwa maana ya Biblia inasema huyu Hana sasa alichokifanya, aliomba kwa roho yake yote, alimimina roho yake akaomba mpaka akaonekana kama amelewa. Alifikia stage huwa tunasema travailing. Alikuwa na travail. Hana alikuwa na travail. Anaambia nina huzuni. Alikuwa na travail. Ukiwa na travail, haya ni maombi ambayo mara nyingi unafikia hatua moyo wako unajazwa mzigo au unajazwa kile ambacho unachokiombea kiasi kwamba sauti inaweza isisikike. Ni maumivu au ni mzigo ambao anakuwa ameubeba mwombaji. Unasikia tu hata anaweza akawa na guna, lakini maombi anayoyazalisha ndani ya roho yake ni ya kiwango kikubwa sana. Sijasema maombi ya kujizima usitoe sauti. No, nazungumza kwa habari ya kutravel. Mzigo uliobeba unakuwa ni mzito kuliko kile unachokio. Unajua kuna maombi ukiyaomba mbele za watu wanaweza wakakufukuza, wanaweza wakakuona wewe unaomba vitu visivyowezekana. So unaamua kutravel, unaamua kuugua. Biblia inasema Yesu aliugua. Ndio maombi ambayo nimekufundisha leo. So tukirudi kule kwenye Luka sura ya 11, leo sitazungumza mwongozo wa sala ya Bwana, lakini Yesu anawaambia ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona.
Anasema yes, anasema hapa kiwango kinaitwa ask. Kiwango cha ombeni ni kiwango muhimu sana kwenye maombi. Kiwango cha ombeni kinatokana na shauku, kinatokana na kuhitaji, kinatokana na matakwa ya muombaji mwenyewe. Yani ni maombi yanayotokana na tamaa, shauku ulionayo ya kile kitu. Biblia inasema taraja la mtu likikawia, moyo wa mtu ugua. Yani unaugua na uhitaji wa jambo ambao unakufanya usiweze kulala. Yani kimsingi ulitakiwa ulale saa 3, lakini ukikumbuka uhitaji wa hilo jambo lonalo, unapoteza hamu ya kulala. This is ni dimension ya maombi ambayo kimsingi everyone, kila mtu akiwa anahitaji kitu anakosa usingizi. Kwa mfano leo hii tuseme mtu unampenda binti, mwanamke au mwanaume, automatically hata kichati na wewe mpaka saa 9 usiku, you are capable to do so, yani kuchati. Kwa sababu gani? Ya ile heart desire, yani shauku na ile tamaa yako ambayo uko nayo inakupa hali ya kusema kwamba ninahitaji kuwa hapa. Yani ninaomba, nahitaji kuwa eneo la maombi kwa sababu ya shauku nilionayo ya kupata jambo fulani kwa Mungu. This is ni heart desire, ni shauku, ni hitaji ulilonalo. Ndio anasema ombeni nanyi mtapewa. Kwa maana yake lile shauku, hitaji lako linakupeleka kwenye eneo la maombi, siku kwa siku, saa kwa saa, dakika kwa dakika, you are there. Dakika kwa dakika, nipo Baba, nimekuja. Dakika kwa dakika, nimekuja tena. Dakika kwa dakika, Baba ninaomba tena, usinyamaze. Ninaomba usiniache, ninaomba usinisahau, ninaomba usinitupe, ninaomba usinidharau. Ninaomba fanya Bwana, fanya jambo jipya. Ninakuomba Bwana, fanya jambo jipya, fanya jambo jipya, usinyamaze. Lakini anasema tafuteni nanyi mtaona. Seek, tafuteni nanyi mtaona. Tafuteni nanyi mtaona. Hii tunapozungumza kwa habari ya kutafuta, hapo unatoka kwenye ile level ya kutamani, unaingia kwenye mazingira ya kiroho ya kupata hilo jambo. Kwa mfano unapomtaka mwanamke wa kumwoa, inakugharimu ujue mahali utakapompata. Ukitaka mahindi, inabidi ujue mahali ya kuyapata. Ukitaka dhahabu, ni jambo moja kwamba natamani sana nipate dhahabu, itakugharimu kwenda machimboni, inakugharimu ende mgodini. Ukitaka samaki, itakugharimu uende ziwani, baharini, uende kuvua samaki. So hatua ya kwanza ni kutamani kile unachokiomba uwe nacho. Hayo ni maombi. Lakini hatua inayofuata utatafuta. You go, unaenda kutafuta zitio kwa Kiyunani, zitio ambayo
inavyoonekana kwa macho ya nyama. Ni tofauti. Ni tofauti sana na unavyo ambao ndio mazingira ya Mungu. Lakini pia nilizungumza pale mwanzoni mapema. Bidii yako ile